Sabuni ya maji ni bidhaa nzuri sana ya kutengeneza pamoja na kupeleka sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato chako. Lakini pia sabuni ya maji unaweza kuitengeneza kwa ajili ya matumizi yako ya nyumbani, kwa ajili ya kupunguza gharama na kuokoa gharama mbalimbali ambazo ungeweza kuzitumia katika bajeti za kununua sabuni. Sasa siku ya leo msikilizaji, nimekuletea video nzuri kabisa ambayo inaonyesha utengenezaji wa sabuni ya maji. Hapa katika jaba nimemimina chumvi, lakini pia ninamimina na silesi. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordiness Enterprises. Karibu sana. Kama unapenda ujasiriamali ambao nauelekeza kila siku katika channel hii, basi unaweza ukasubscribe ili kuendelea kujifunza zaidi. Lakini pia ikiwa wewe unapenda kupiga hatua zaidi katika ujasiriamali, unaweza kunitext kupitia WhatsApp 0783500971. Ukinitext WhatsApp unaweza kujitambulisha jina lako, mkoa ulipo na aina ya huduma ambayo unahitaji. Asante sana, tunaweza tukaendelea. Kumbuka maarifa ni mazuri sana na ni muhimu sana kujifunza kabla hujaanza kutengeneza, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaangalia video na wanaanza kutengeneza, matokeo yake wanakosea, wanaingia hasara kubwa, ndio wanaanza kukutafuta, mwalimu nimefanya hivi na hivi. No. Ni vizuri sana, ni muhimu sana kuweza kujifunza kwanza kwa mwalimu. Baada ya kujifunza na mwalimu anakusimamia vizuri, anakuambia kanunue 1, 2, 3 kwa kipimo hiki, hapo ndipo unaweza ukaanza uzalishaji wako. Usianze kwa kuona kwamba umeshajua kwa kuangalia tu video, kwa sababu hapa hatujaweka vipimo. Ni muhimu sana kujifunza, kufahamu vipimo, ndipo uanze uzalishaji. Kwa hiyo kuna option mbili msikilizaji, kuna darasa online, WhatsApp pia magrupu, lakini pia kuna kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa zaidi ya 18 za kijasiriamali pamoja na vipimo na procedure zote za uzalishaji. Kwa hiyo ukiwa utahitaji kitabu, ikiwa utahitaji madarasa yetu, utanitext WhatsApp 0783500971. Asante, tunaendelea, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Baada ya kukoroga chumvi pamoja na silesi kwa wakati mmoja, tunaanza kuadi maji taratibu au jagi moja moja kwa kila baada ya dakika kadhaa. Kwa hiyo na ukorogaji, kumbuka kwamba unapaswa ukorogaji kuwa wa upande mmoja. Usianze kukoroga kushoto kwenda kulia afu baadaye tena ukabadili uelekeo. Hapana. Kama umeanza kushoto kwenda kulia, basi ninaomba iwe kushoto kwenda kulia mwanzo mpaka mwisho wa zoezi, ili kupata matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo tunaendelea kama kawaida. Yes, baada hapo tunamimina soda ash light. Soda ash light tunamimina kwenye chombo kingine, sio kwenye kile chombo ambacho tumekorogia silesi pamoja na chumvi. Hapana, tunachukua chombo kingine pembeni. Tunachukua soda ash light kwa ajili ya kuneutralize acid, ili kwamba sabuni yetu isiwawashe watumiaji. Muhimu sana kujifunza, kwa sababu utakapojifunza utakuwa na ujasiri zaidi katika uzalishaji, kwa sababu utakuwa unazalisha kitu ambacho unakifahamu. Na hii hapa ni sulfonic. Tunaweka sulfonic pale kwenye ule mkorogo ambao tayari tumeshaweka soda ash light. Yes, tunamimina sulfonic acid huku ukorogaji ukiendelea. Ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Lakini jambo lingine ambalo unapaswa kulifahamu, pale utakapomimina soda ash light ukamimina sulfonic acid, kuna reaction ambayo itatokea pale. Aidha mkorogo huo unaweza kuwa mzito sana au kafoka kuja juu, kupanda juu mpaka kujaza hiyo ndoo. Na unaweza kukuta maji uliyoweka pale ni lita 3, lakini inaweza kapanda mpaka juu. Kwa makini, maana kinachomaanisha kuwa na chombo kikubwa zaidi. Usiweke lita 5 kwenye chombo cha lita 10, itajaa na itamwagika, kwa sababu itafoka kulingana na ile reaction ya chemicals zile ambazo zinapokuwa zinaambatana. Kwa hiyo tutachukua ule mkorogo ambao una sulfonic acid pamoja na soda ash, tunamimina kwenye ule mkorogo mwingine ambao tayari ulikuwa una silesi pamoja na chumvi. Ukorogaji unaendelea na sabuni yetu imeanza kupatikana kama unavyoweza kuona. Msikilizaji, kumbuka ujasiriamali huwa napenda kusema siku zote ni zaidi ya ajira, kwa sababu unaweza ukazalisha bidhaa na ile bidhaa pia ukaweza kupata matokeo mazuri au tija nzuri sokoni. Lakini pia unaweza kutengeneza bidhaa kwa ajili ya matumizi yako nyumbani na ikakupunguzia gharama za vipato vingine.
Kwa hiyo karibuni sana kwenye ujasiriamali. Nasema ujasiriamali zaidi ya ajira. Itategemea na wewe utakavyofanya. Ukiufanya katika hali fulani duni, utaendelea kuwa duni, lakini ukiufanya katika hali fulani chanya, utaendelea kupata matokeo makubwa. Tunachukua maji mengine tena hapa, na katika haya maji tunaweka Alka-2 kwa ajili ya kuweka uzito. Unaweza kutumia Alka-2, unaweza kutumia CMC pia. Vyote vinafanya kazi moja ya kuongeza uzito, lakini vinapaswa kufanyika kwa vipimo. Sio kwa sababu ya Alka-2 au CMC inaongeza uzito basi ninaweka gramu 200. Hapana, utatengeneza ugali sio sabuni, au sabuni yako itatoka ina mabonge, jambo ambalo halitaleta matokeo mazuri sokoni. Kwa kila kitu kifanyike kwa vipimo. Baada ya hapo nitachukua ile Alka-2, nitaimimina katika jaba ili kubwa lenye mkorogo wote. Sasa hii formula ni ya manyo kwa sababu kuna watu wanatumia mashine. Watu wa mashine wasitumie formula hii hapa. Watu wa mashine nina video yao ambayo tayari nimeshawatengenezea. Kwa hiyo wanaweza kujifunza kupitia hiyo video ambayo inaonyesha utengenezaji wa sabuni ya maji kwa kutumia mashine au hand mixer. Baada ya hapo tutamimina preservative, tutamimina pamoja na perfume. Hapo tutakoroga zaidi ya dakika 15 mwisho kabisa, alafu tutaifunika sabuni yetu, tutairudia baada ya masaa 6. Asante sana, karibu sana kuendelea kujifunza kupitia kwetu. Kama una changamoto yoyote, namba zangu za simu hizo hapo, unaweza kunitext.